alikuwa mkuu wa vita, shujaa mashuhuri mwenye sifa tele, lakini ndani ya fahari na ushindi alibeba ugonjwa uliomtesa. Maana cheo hakizui majaribu, na nguvu si tiba ya udhaifu. Mara 7 Yordani ndipo uponyaji, ndipo neema ilipofungua njia. Aliposhusha kiburi chake chini, akapokea uzima aliutafuta. Ukihitaji mkono wa Mungu, jifunze kutii hata yaliyo rahisi. Habari zikamfikia kupitia kijakazi, sauti ndogo kutoka nchi ya mbali. Akasikia kuna nabii Samaria, mwenye neno la kuleta uponyaji. Mungu mara nyingi hutumia wadogo kufundisha wakubwa njia ya kweli. Mara 7 Yordani ndipo uponyaji, ndipo neema ilipofungua njia. Aliposhusha kiburi chake chini, akapokea uzima aliotafuta. Ukihitaji mkono wa Mungu, jifunze kutii hata yaliyo rahisi. Alifika na farasi na zawadi nyingi, akitaka ishara ya heshima kubwa, lakini akapewa neno la kawaida: nenda ukaoge Yordani mara 7. Hasira zikawaka ndani ya moyo, akaona gizo hilo ni dogo mno. Mara 7 Yordani ndipo uponyaji, ndipo neema ilipofungua njia. Aliposhusha kiburi chake chini, akapokea uzima aliotafuta. Ukihitaji mkono wa Mungu, jifunze kutii hata yaliyo rahisi. Watumishi wakasema kwa unyenyekevu, kama ni jambo kubwa ungefanya. Basi akashuka ndani ya mto kimya, akitii neno lililoonekana rahisi. Mara ya 7 alipotoka majini, ngozi yake ikawa safi kama ya mtoto. Mara 7 Yordani ndipo uponyaji, ndipo neema ilipofungua njia. Aliposhusha kiburi chake chini, akapokea uzima aliotafuta. Ukihitaji mkono wa Mungu, jifunze kutii hata yaliyo rahisi. Si kila jibu huja kwa mambo makubwa, wakati mwingine huja kwa hatua ndogo. Mungu hutazama moyo wa mnyenyekevu, na hapo ndipo miujiza huzali. Mara 7 Yordani, somo la uzima. Kiburi kikishuka, neema huinuka. Amani alitoka akiwa mpya, kwa sababu alikubali kutii. Na wewe ukisikia sauti ya Mungu, usipime kwa urahisi wake, maana nyuma ya giza dogo, kwenda kuko uponyaji wako.